tupo na diwani wa kata Pugu Frank Joseph Mang'ati. Nataka pia aweze kutuambia sasa namna gani ameweza kuwiwa zaidi hadi kuweza kufika katika eneo hili ambalo ni la soko, limeweza kuwa na changamoto za sintofahamu miaka mingi sana katika maeneo ya Pugu Kinyamwezi. Diwani, karibu. Asante sana. Kwanza yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa rehema na neema ambayo ametujalia siku hii ya Jumamosi. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuja kwenye mkutano kwa wananchi wa mtaa huu wa Kinyamwezi. Baada ya mkutano tulifika katika eneo hili ambalo unaliona hapa. Wananchi siku nyingi walikuwa wanaomba wafanye biashara katika eneo hili la wazi, na kwa sababu eneo hili lipo Kinyamwezi na wananchi wanataka kufanya biashara eneo hili la Kinyamwezi, ili eneo hili lisipotee, basi wananchi hawa sasa watakwenda kufanya biashara katika eneo hili kama ambavyo walikuwa wanaomba, mpaka pale ambapo serikali itakuwa ina uhitaji wa kuitumia eneo hili kwa matumizi mengine. Ni namna gani sasa wanashirikiana na mwenyekiti wa serikali za mtaa wa maeneo ya Kinyamwezi Fahad Sinderson Mlali? Cha kwanza, mimi niliwahi kukuambia siku moja, mimi nashirikiana vizuri na wenyeviti wote watano katika kata hii ya Pugu. Wenyeviti wanafanya kazi nzuri za kuhakikisha wananishirikisha katika majambo ambayo yapo katika mitaa yao, na mfano mzuri umeona hapa tulipo ni mtaa wa Kinyamwezi. Nipo na mwenyekiti pamoja na kamati yake ya wajumbe wote watano. Mwenyezi Mungu awabariki sana, na unaona tunaye diwani wa viti maalumu. Maana yake timu ya kiserikali tupo pamoja na tunashirikiana vizuri kuhakikisha tunawapelekea maendeleo wananchi wetu wa kata hii ya Pugu. Okay, Frank Joseph Mang'ati, shukrani sana kwa muda wako. Asante sana. Naam, huyo ni diwani wa kata ya Pugu anakwenda kwa jina la Frank Joseph Mang'ati, naye ni miongoni mwa watu ambao wameweza kufika katika eneo hili la Pugu ya Kinyamwezi. Lakini kwa wewe mtazamaji wetu, unatakiwa kuendelea kufanya ni kuendelea kusubscribe channel yetu ili sasa uweze kuwa kwanza kuweza kupata taarifa zetu mbalimbali. Shukrani sana kwa muda wako. Bye bye.